maji na kwa roho, hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Hapa sasa ndio kuna maneno. Hapa sasa ndio kuna maneno. Kwa sababu zamani watu walikuwa nakubali kwamba hawajaokoka. Lakini leo hii watu wote wanasema tumeokoka. Bwana asifiwe sana. Tumeokoka. Tumezaliwa mara ya pili. Lakini je, twaweza kuelewa kuzaliwa mara ya pili? Can we understand what it is to be born again? Is it possible that a person can be born again? Kwanza kabisa nitaingia katika mambo ya kawaida yetu. Mambo ya kawaida yanayotuzunguka. Mambo ya kawaida ya siku baada ya siku katika maisha ya mtu. Nikupe mfano. Kulikuwa na mtu katika nchi ya Kenya. Jina lake alikuwa anaitwa Orentimama. Huyo mtu nasikiaga alizaliwa akiwa Mmeru. Baadaye akaenda kwa Wamasai, ikachinjwa mbuzi, akazaliwa na mbuzi. Mimi nasikia hiyo. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Saitoti bado. Akatoka, akaenda kwa Wamasai, akazaliwa na mbuzi. Tuelewe mtu akishazaliwa hiyo anakuwa aje? Je, mtu anazaliwa na tena anarudi kwa mambo ya zamani? Alipozaliwa huyo Saitoti, alirudi tena kuclaim kuwa Mkikuyu. He never claimed to be a Kikuyu again. Alitoka na akatoka kabisa. Je, huyo Orentimama alipozaliwa alirudi tena kusema yeye alikuwa Mmeru? Hakurudi tena kwa Wameru. In fact, hata wakati mmoja nikamsikia akisema Wakikuyu watalala kama basha. Kwa sababu akitoka ametoka kabisa. Anachukua mila na desturi za kule amezaliwa. Kwa Yesu tu ndio mnataka kufanya ukora. Usimame pande hii wewe umeokoka na pande hii ingine kwa mila na desturi za kwenu. It is not possible. Haiwezekani. Kama kondoo iliweza kununua Orentimama akakuwa Masai, kama kondoo iliweza kununua Saitoti akakuwa Masai, zaidi namna gani damu ya mwana kondoo wa Mungu? Zaidi namna gani damu ya mwana